majina yangu naitwa Saidi Idi Saidi, natokea mkoa wa Mwanza. Mnada umekwenda kama tulivyopanga na tumefuata sheria na tumefuata utaratibu wote wa mnada. Ukilinganisha na hali ya jana. Hali ya jana tulikuwa tunataka kuchezewa akili, tulikuwa tunataka kudhulumiwa haki zetu, tulikuwa tunataka kuletewa hasara. Kwa sababu tumetoka mikoa mbalimbali tumekuja kwenye mnada huu wa hadhara. Na tumekuja kwa wito wa katibu mkuu kwa tangazo la gazeti la serikali. Tangazo hili lilitoka kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo leo tunashukuru Mungu tumefanya mnada kama tunavyofanya siku zote. Mnada umefuata sheria na umefuata utaratibu wote wa mnada. Nini ambacho hamkitaki? Sisi ambacho hatukitaki watumishi wa serikali kuwa wananunua magari ya serikali, kwa sababu watafikia hatua ya kuwa naua magari ya serikali wao yanunue kiurahisi. Na hatutaki na hatutaweza kukubali gari ambayo itashikwa gari ambayo imetaifishwa kuja kuuziwa mtumishi wa serikali. Ni bora tuambiwe gari hii imetaifishwa inaingia serikalini. Tukipewa maelezo kama hayo tuko tayari kukubaliana nayo, lakini sio maelezo ya kusema tumefuata maelekezo. Nini maana ya maelekezo? Na mtoa maelekezo ni nani? Tunataka tumjue ni nani. Nini sasa mnaiambia ofisi ya mkuu ambayo jana waliingilia na kusitisha? Sisi tunapenda tukuwashukuru ofisi ya mkuu wa mkoa wa Manyara, kazi imekwenda vizuri na wamefuata utaratibu. Na nafikiri mkuu wa mkoa tunamuonaga akiwa wilaya mbalimbali katika mtandao jinsi anavyosaidia watu, na leo tumeona mkuu wa mkoa hapa ametenda haki. Huyu mama anaitwa Sendiga, tumeona ametenda haki. Kwa kweli tumeridhika na watu kama unavyoona, kila mtu karidhika kwa namna ulivyoendeshwa. Jana waliweza kupaza sauti zao, bahati nzuri ikafika mahali husika wakafanya maamuzi, ikaonekana gari inatakiwa iuzwe. Na kwa kweli tumefurahi, gari imeuzwa kihalali. Hapo aliyepata kapata, aliyekosa kakosa. Basi tunaondoka tunaenda sehemu nyingine tukiwa na amani. Kwa hiyo tunaomba vitu kama hivi wao wanajitahidi kuangalia namna ya kuvituliza au kuviweka sawa, ili mradi kusitokee mikanganyiko kama hii kwa siku za usoni, kwa sababu taharuki kama hizi sio nzuri, kwa sababu hata si wao kwa wafanya biashara au hata kwa wao wenyewe wafanya kazi inaleta shida sana, na hata ingeweza kukatisha tamaa wafanya biashara. Hata kwa siku za usoni wangeona minada ni vitu vya kihuni, hawastahili hata kushiriki. Lakini kwa kilichofanyika leo, maana kila mtu amepata moyo kuendelea tena kushiriki minada ijayo. Nini ombi lenu kwa serikali juu ya minada kama hii? Ombi letu kwa serikali ni moja, kwa sababu hata ukiangalia scenario nzima ilivyotokea ni kutokuwa na muendelezo wa taarifa za kiofisi, kwa maana za kimaandishi. Ukijaribu kuangalia aliyeomba, tunaambiwa aliyeomba gari ni mtu fulani, hataji, anaweza katajwa wadhifa, anaweza katajwa, yani aonekane ni mtu fulani, ni mkubwa ambaye anatumia hawa viongozi wadogo ambao wao ndo wanakutana na sisi site. Mwisho wa siku tunawaona hawa wabaya, lakini kuna mtu amepita nyuma anatumia njia ambayo sio ya taratibu kuweza kujipatia hizi mali. Hicho kitu tunaomba serikali isaidie. Kama hivyo vitu wanaweza kupeana kabla ya kutufikia huku sisi, wapeane. Lakini usije ukaniita kwa tangazo la gari hizi unakuja kusema kuna mkubwa fulani kaomba, mkubwa fulani kaomba. Wanawasababishia matatizo hao wafanyakazi wa chini. Tunawaona ni wabaya, lakini kumbe wao wanawapa ubaya nyuma yao. Kwa kitu hichi watusaidie sana. Kama kunatokea na taarifa hichi kitu kimeondolewa, kiondolewe kabla, ili sisi huku tuwe hatujui hata kimeondokaje. Kama ambavyo wamesema hatuwezi kuona document ya serikali kwa sababu ni kitu ambacho ni wao wanatakiwa kujua. It's okay, sisi tumekubali, lakini hata hivyo wapeane huko, sisi tusijue, kama ambavyo document hatutaki kuijua. Kwa hiyo hata hayo magari na nini wanavyopeana, wapeane huko, lakini huwezi kuniletea kwenye tangazo gari afu nakuja site unaniambia hamna. Maana yake watasababisha utata, watasababisha ugomvi na hawa wafanyakazi wa chini, tutaona wabaya, na mwisho wa siku wakawauzia wao kesi. Mwisho wa siku wakaonekana wao ndio wabaya, lakini kumbe kuna watu wako juu wanafanya hii michezo na wananufaika na hii michezo. Kwa serikali tusaidie kwenye. Mimi naitwa Frank Malesa, niko Dar es Salaam. Mnada ulikuwa unafanyika kinyume na taratibu. Wanunuzi ni sisi na walikuwa wahitaji kutuuzia sisi, ila tunashukuru uongozi wa mkoa umeingilia swala hili kati. Kwa hiyo tunawashukuru sana waandishi wa habari na uongozi wa mkoa. Hatimaye mwaka 2025 umepita na sasa ni mwaka 2026. Na mwaka huu sisi Azmorain Hotel and Garden hapa mjini Babati mkoani Manyara tunaendelea kukuhakikishia kukupa wewe mteja wetu huduma za malazi, chakula bora, vinywaji mbalimbali,
nyama choma pamoja na ukumbi wa sherehe. Karibuni sana Azmorain Hotel, celebrate life's harmony in style. Kwa mawasiliano nasi tupigie kupitia nambari ya simu 0628 008 008. Azmorain Hotel, sherekea maisha ya ubunifu na mitindo. Karibuni sana.